Hajasimama katika mambo ambayo sio mpira. Hivi leo Yanga Afrika jana wameshindwa kusherehekea ushindi. Wamechukua kombe Zanzibar, lakini wameshindwa kusherehekea ushindi baada ya kupata barua kutoka CAS. Hivi leo wangekunywa supu, lakini wameshindwa kunywa supu kwa sababu ile barua. Ile barua imewatoa katika nje ya mchezo kwamba dabi sasa hivi TFF muda wote bodi itapanga siku ya dabi. Kwa hiyo Yanga Afrika wakae sawa, waje wamkabe Mpanzu. Kwa sababu kumkaba Mpanzu inatoka ufanye kazi ya ziada, na Yanga wanatukwepa sisi kwa ajili ya mtu mmoja tu, Mpanzu. Kama Kibu Denis aliwasumbua zikapatikana penalti 3, refaria akakataa. Je, na Mpanzu kaongezeka, wewe unategemea siku ya dabi itakuwa vipi? Hii ndio Simba kimataifa. Hii ndio Simba inawakilisha Afrika Mashariki na Kati. Hii ndio Simba inawakilisha kusini mwa jangwa la Sahara. Hii ndio Simba inaenda kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Hakuna mtu anaweza kutuzuia. Hao walijivana ni wagumu, lakini huwezi kumzuia mtu mkubwa. Simba ni timu kubwa barani Afrika. Huwezi kuizuia. Ni timu namba 4 kwa ubora barani Afrika. Ndio kilichoonyeshwa siku hii ya leo. Mchungaji, umezungumza kuhusiana na swala la CAS ambalo tunakuja hapo kidogo. Kwanza, ulipokeaje hii taarifa na ulitegemea kwamba itatokea hivi, Yanga kwenda CAS na kushindwa kesi? Na wajua Yanga ni watu wa kufeli siku zote. Kwa hiyo nilivyoona tu Yanga ameenda CAS, nikajua Yanga haiwezi kufaulu. Kwa sababu lazima upate nakala ya hukumu ya kutoka hapo bodi ya ligi ya Tanzania. Ndio uende nayo kule, uende kudai. Sasa unaenda kudai wakati una nakala. Yaani unakata rufaa wakati nakala ya hukumu una. Yanga ni watu wa ajabu sana. Inaonekana Yanga si watu wa mpira. Kwa hiyo sio watu wa mpira, kwa sababu wanafanya vitu ambavyo sio professional. Wanafanya vitu ambavyo sio vya mpira. Kwa hiyo kwa ujumla siku hii ya leo, kwa ujumla turudi katika mechi yetu. Siku ya leo tumefurahi sana Simba kuweza kushinda hii mechi ya leo. Ni mechi muhimu, ni mechi ambayo inaenda kutangazia ubingwa. Tutabakisha mechi moja, hiyo mechi moja ya Yanga hiyo ni lazima tucheze, tuwafunge, tuchukue ubingwa wa ligi kuu. Tuweze kufunga na kweli walifanikiwa kublock. Kwa hiyo mbinu iliyotumika zaidi siku hii ya leo ni kujaribu kulazimisha kuingia kwenye box. Kwa hiyo kulazimisha lazima atakuwa kwenye box, ndio maana leo zimepatikana penalti 2. Ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu. Katika mechi za ligi kuu ambayo nimeona ni ngumu ni ile ilikuwa ya kwao na hii ya Dar es Salaam. Na sijajua kwa nini mechi za Simba zinakuwa ngumu ukicheza na Mashujaa. Ile wakicheza na Yanga wanawazaidia mpaka magoli 5. Ila Simba wakicheza nao mechi zetu zinakuwa ngumu sana. Kwa hiyo mechi hii ya leo tumeshindwa kwa ubora. Ni mechi ilikuwa ngumu lakini tumeshindwa kwa ubora. Tunamshukuru Mungu sana kupata ushindi siku hii ya leo. Mchungaji, milioni 100 zimewekwa mezani kwa Mashujaa kama watapata ushindi, lakini sare wamewekewa milioni 50. Umeona hiki pia kimechangia huu ugumu wa mchezo leo? Ukishawaahidi watu sio wanajituma. Ile hela ndio wamesababisha leo wakajituma kupita kiasi. Leo wamejituma, imefikia hatua mpaka kipa akapewa kadi nyekundu kwa ajili ya kuchelewesha muda. Ameingia hata huyu hapa alikuwa ni mchezaji, lakini bado aliweza kutuzuia. Kwa hiyo mechi ya leo ilikuwa ni ngumu kwa upande wa Simba. Simba leo amecheza mpaka dakika za mwisho kwa kutokata tamaa. Wachezaji wamecheza kwa kukata tamaa, kwa kutuangalia muda. Na hii Simba nimeiona kuna mechi nyingi sana ambazo Simba imepata matokeo kwa kutokata tamaa. Leo hawajakata tamaa na wamecheza mpaka tone la mwisho na tumeweza kupata ushindi siku hii ya leo. Kwa hiyo matumaini ya kuchukua ubingwa yako pale pale. Ukiangalia kikosi, mabadiliko makubwa sana yamefanyika leo, na dakika 45 za kwanza mnaenda mapumziko mkiwa nyuma ya bao moja mbele ya Mashujaa. Wachezaji ambao wamepata nafasi wameshindwa kutoa kile kocha ambacho alikihitaji kwenye mchezo wa leo. Ukiangalia leo mwalimu alijaribu kupumzisha wachezaji kadhaa. Mbona kama Ngoma leo hajacheza, Kapombe kaingia kipindi cha pili, Shabalala kaingia kipindi cha pili, lakini ni mechi kwa ujumla ni kwamba wachezaji wengi leo walipumzishwa kwa sababu ya ile kuogopa watakuja kuumia. Maana sisi tuna jukumu kubwa sana la kitaifa. Jukumu kubwa la kitaifa ndio ile ambayo tunategemea siku zijazo Simba kaende kachukua ubingwa la kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo walijaribishwa kuwapumzisha wachezaji wale muhimu ili wasio kupata injury. Lakini dakika za mwisho mambo kwa magumu, ikabidi tumuingize Shabalala na Kapombe. Na bahati mbaya bahati nzuri walivyoingia, akaingia na Mukwala, akaingia na Kibu Denis. Wakaja kuongeza nguvu, ndio mashambulizi ukaona haya na Simba kupata ushindi siku hii ya leo. Stori kubwa mchungaji, leo ni dakika ambazo zimeongezwa za mchezo wa leo. Dakika 15 imekuwa ni mjadala mkubwa sana mitandaoni. Wanasema kwamba ni dakika nyingi sana, haikustahili kwa hivyo. Hao walipoteza muda mwingi sana. Kipa alikuwa analala, wachezaji wanaonyesha wameumia, akitolewa na Machela nje anasimama. Kwa hiyo lazima referee siku hizi, niwaambie kitu kimoja. Siku hizi FIFA mpira wao hataki muda upotee. Hata kama muda wajiongeza, lazima mpira uchezwe. Dakika zitimie 90. Kwa hiyo hata kama utapoteza muda ukitegemea kwamba ndio silaha, dakika zitachezwa tu. Kwa hiyo kwa ujumla dakika zimechezwa, sio kwamba eti Simba kabebwa, sio kwamba Simba eti dakika 15 alipoza Mazembe, hapana. Dakika 15 amepewa ambazo
wachezaji hawakuzicheza ndani ya uwanja. Siku hizi ndio principle, kama kucheza dakika ndani ya dakika 90 zinazofuatia lazima ulipize. Ndio kilichofanyika leo, kulipiza dakika. Kama mngekuwa mnapoteza huu mchezo, matumaini ya ubingwa yalikuwa yanapotea kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kama mkishinda, hata tukizungumza viporo vyenu vyote, Young Africans bado wana alama moja juu yenu. Kushinda huu mchezo umewapa imani kubwa sana kuelekea kwenye mbio za ubingwa. Bado kushinda hii mechi ya leo ni kwamba sisi matumaini ya ubingwa yako pale pale. Hao walikuwa wanatuchelewesha wakati, tulikuwa Simba lazima ishinde. Kama nilivyokuwa niwaambia kwamba Simba hatapoteza mechi iliyobaki. Na Yanga tunawasubiria, tarehe itapangwa. Tarehe itapangwa na Yanga dabi atacheza. Yaani hiyo ni lazima. Wameenda kasi, wamegonga mwamba, wamerudi. Umeelewa mpaka hapo? Viongozi wa Yanga wamekuwa ni waongo sana, wanadanganya sana wanachama wao. Wale wadanganya kuhusu Ngoma kwamba wameshamaliza, Ngoma akaja Simba. Wale wadanganya kuhusu Kagoma kwamba mikataba walituonyesha kina Kamwe, nao wakawa ni waongo. Wametanganya kuhusu Morrison, kumbe ni waongo. Wakatuambia tunaenda kasi, wakatoa dola 150 kwamba ikiwezekana kula labda atashinda ile kesi, lakini kesi imerudishwa tena TFF hapo. Kwa hiyo Yanga kila kitu wanachofanya wanafeli. Kwa hiyo Simba ndio timu ya mpira, hawajawahi kufanya mambo ya kesi wakashindwa. Wao wamesimama katika mpira, hawajasimama katika mambo ambayo sio ya mpira. Hivi leo Yanga Afrika jana wameshindwa kusherehekea ushindi, wamechukua kombe Zanzibar, lakini wameshindwa kusherehekea ushindi baada ya kupata barua kutoka kasi. Hivi leo wangekunywa supu, lakini wameshindwa kunywa supu kwa sababu ile barua imewatoa katika nje ya mchezo, kwamba dabi sasa hivi TFF muda wote bodi itapanga siku ya dabi. Kwa hiyo Yanga Afrika wakae sawa, waje wamkabe Mpanzu, kwa sababu kumkaba Mpanzu inatoka ufanye kazi ya ziada, na Yanga wanatukwepa sisi kwa ajili ya mtu mmoja tu, Mpanzu. Kama Kibu Denis aliwasumbua zikapatikana penalti 3, refaria akakataa, je, na Mpanzu kaongezeka, wewe unategemea siku ya dabi itakuwa vipi? Hii ndio Simba kimataifa. Hii ndio Simba inawakilisha Afrika Mashariki na Kati. Hii ndio Simba inawakilisha kusini mwa jangwa la Sahara. Hii ndio Simba inaenda kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Hakuna mtu anaweza kutuzuia. Hao walijivana ni wagumu, lakini huwezi kumzuia mtu mkubwa. Simba ni timu kubwa barani Afrika, huwezi kuizuia. Ni timu namba 4 kwa ubora barani Afrika. Ndio kilichoonyeshwa siku hii ya leo. Mchungaji, umezungumza kuhusiana na swala la kasi ambalo tunakuja hapo kidogo. Kwanza, ulipokeaje hii taarifa na ulitegemea kwamba itatokea hivi, Yanga kwenda kasi na kushindwa kesi? Na wajua Yanga ni watu wa kufeli siku zote. Kwa hiyo nilivyoona tu Yanga ameenda kasi, nikajua Yanga haiwezi kufaulu, kwa sababu lazima upate nakala ya hukumu ya kutoka hapo bodi ya ligi ya Tanzania, ndio uende nayo kule uende kudai. Sasa unaenda kudai wakati una nakala, yaani unakata rufaa wakati nakala ya hukumu una. Yanga ni watu wa ajabu sana. Inaonekana Yanga si watu wa mpira. Kwa hiyo sio watu wa mpira, kwa sababu wanafanya vitu ambavyo sio professional. Wanafanya vitu ambavyo sio vya mpira. Kwa hiyo kwa ujumla siku hii ya leo, kwa ujumla turudi katika mechi yetu. Siku ya leo tumefurahi sana Simba kuweza kushinda hii mechi ya leo. Ni mechi muhimu, ni mechi ambayo inaenda kutangazia ubingwa. Tutabakisha mechi moja, hiyo mechi moja ya Yanga hiyo ni lazima tucheze, tuwafunge, tuchukue ubingwa wa ligi kuu. Asante mchungaji. Mungu awabariki sana.